happy new year. Endelea kumwambia tena happy new year. Amen. Bwana asifiwe. Kabla sijaingia kwa neno, jambo la kwanza nataka uamini. Amen. Uamini kabisa. Imani yako ndiye itakayefanya ukaone mabadiliko makubwa. Unapoamini ya kwamba leo nikikula meza ya Bwana ninafunguliwa, itakuwa hivyo. Unapoamini ya kwamba napokula meza ya Bwana nitapona, itakuwa hivyo. Unapoamini ya kwamba napokula meza ya Bwana napata kazi, itakuwa hivyo. Unapoamini ya kwamba napokula meza ya Bwana laana inaniacha, itakuwa hivyo. Unapoamini ya kwamba nakula meza ya Bwana magonjwa ambayo yamenisumbua kwa muda yataenda. Sasa inategemea, mwambie mwenzako inua imani. Amen. Kabla hatujaingia kwa maandiko, acha nikaribishe mtu wa Mungu aje apeane ushuhuda wake. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu Bishop, karibu utusalimie hii mwaka mpya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Habari za mwaka mpya. Asante Bishop kwa heshima kubwa kunitunukia nafasi hii ili niweze kusalamia watu wa Mungu. Ni muda mrefu moyo wangu umekuwa na shauku ya kuweza kutembea mahali hapa. Na leo si mara yangu ya kwanza. Nikicha Webuye mwaka wa 2003 tarehe 16 Jumapili niliingia katika kanisa hili. Amen. Wakati huo ilikuwa bado ina harufu ya courage. Bishop anaelewa hayo. Wengi wetu hatuwezi kuelewa. Safari ya pili niliingia hapa mwaka wa 2007 wakati the late Bishop Murunga alikuwa anatafuta UMP. Na katika hali hiyo tukatoka bila kuelewana wachungaji tuliokuwa tumejaa katika kanisa hapa, kwa sababu nilisema nguvu ya utawala haikai katika pembe na mafuta, lakini uwezo wa utawala unakaa katika maneno ambayo mtu wa Mungu anayanena anapomwaka pembe, anapomwaka mafuta kwa yule anayenenewa. Likasumbua wachungaji, wakasema hata na sisi ile pembe ilimwakia nabii, ndiye ilimwakia mfalme, ndiye ilimwakia kuhani, lakini tulishindana ya kwamba mafuta na pembe havina nguvu bila maneno. Amen. Kwa hivyo wakati mtumishi wa Mungu Bishop anazungumza, anapomwaka mafuta, Mungu anafuatisha uwezo wa kukamilisha tamko la muumbo wa maneno anayosema. Leo nimekuja hapa Bishop, naomba radhi kwamba sikukuwa hapa wakati Bishop anaapishwa rasmi, lakini mke wangu alikuwa hapa na alikula, lakini alikula peke yake. Akaniletea sifa, akanitia wifu. Ijapokuwa leo haviko
lakini nikitembea mahali nyama aliangushwa watu wakasherekea, si hata nami napata ule upako. Amen. Nataka kushukuru kwa sababu ya mwaka huu. Jumapili hii ya kwanza niliambia mke wangu asubuhi na kupikia mchungaji wangu simu asubuhi ya kwamba moyo wangu umejaa ya kwamba sitahubiri, ninaenda kuhubiriwa. Naenda kukaa chini ya mpako mafuta wa Mungu, na kusudi Mungu ametaka niende sijui, lakini mimi naenda. Kwa hivyo mke wangu ametuma salamu na amesema msalimike. Kanisa hili ni marafiki zangu, zaidi ya washirika 30 hapa wananijua, ninawajua na ni marafiki. Kanisa hili sehemu yake ya mapati iko katika jengo letu la Life Spring Baptist Church ambalo tunaombea. Kwa hivyo tunapoombea huko, ninyi mna sehemu ya baraka, maana mapati ilitoka hapa. Leo hivi vile vile ninashukuru kwa sababu ya kanisa hili. Nilikuja hapa nikaomba msaada wakati msichana wangu namba 5 aliyezaliwa mwaka wa 2001 alikuwa na shida ya growth ndani ya matiti, na ilikuwa inakeuka kuwa kitu kingine, na alitakiwa aende kufanyiwa operation huko Moi Referral. 80,000 zilihitajika. Nilipokuja hapa mlichangia sehemu ya kukamilisha upasuaji wa matibabu ya msichana wangu. Nataka kuleta ushuhuda ya kwamba anaendelea vizuri, na tunamtarajia siku moja. Amesema ninataka kuwa nasi ili nihudumie watu wa Mungu kama vile nilivyohudumiwa. Tuombe ombi lake. Nimekaa nimesikia ushuhuda, nimebarikiwa, lakini neno ambalo ninaacha nalo kwa ushuhuda wangu ni kwamba shika maagizo. Tunaweza kusungumuza, tunaweka kuweka nadhiri, tunaweza kupanga mambo hapa na mengine, lakini neno kuu ni kwamba shika maagizo. Yoshua 6:1-5. Ili ukuta wa Yeriko wa mwaka huu uweze kuanguka, fuata maagizo. Amen. Ili ukumbatie baraka zako, fuata maagizo. Amen. Na katika kufuata maagizo usitupe ujasiri wako. Waebrania 10:35. Do not throw away your confidence, for it has a big reward. In Christ Jesus, I just want to say amen with you. Mungu awabariki ninapobarikiwa pamoja nami. Asante Bishop. Amen. Nimetembea na msichana ambaye amenileta. Ni msichana wangu. Wasichana wa nyuma, nina timu ya watu rika 3. Watatu wa kwanza, nyuma yao ya grupu ya pili, miaka 10 baadaye Mungu akanipa 2, alafu miaka 11 baadaye amenipa tena 3, wale wa uzee wangu. Mungu awabariki sana. Anaitwa Joy Arusa, alitoa ushuhuda wake. Thank you so much Bishop. Tushukuru Mungu kwa kupiga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu umetembelea. Wote mwambie mwenzako wewe ni mheshimiwa. Msalimie, mwambie habari mheshimiwa. How are you? Honorable. Ukikiri itakuwa hivyo. Mwambie tena ukikiri itakuwa hivyo. Ukikiri itakuwa hivyo. Mwambie tena Bwana asifiwe mheshimiwa. Praise the Lord, the honorable. Bwana asifiwe mbarikiwa. Blessed. Amen. Amen. Kwa hivyo nawasalimia tena katika jina la Yesu. Nashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Naingia kwa neno. Yohana 6 mstari wa 54.
Tunaongelea kuhusu mwili wa Kristo na pia tuongelea kuhusu chumvi. Bwana asifiwe. Yohana 6:50 inasema, alaye mwili wangu na kunyoya damu yangu anao uzima. Kwa hivyo wewe unapoamini, ngao hii ni vitu tunavifanya kwa sababu ya kumbusho. Lakini unapoamini kama vile Yesu alivyokuwa anaongea na wanafunzi wake, wanafunzi wa Yahudi wakasema, huyu mtu anasemaje? Tunaweza kula mwili wake. Lakini Yesu aliendelea kuongea, alaye mwili wangu na kunyoya yangu anao uzima. Kwa hivyo ndani mwetu, wenda ndani mwangu kuna kitu fulani kimekufa. Lakini leo hii unapoamini na kukula, uzima wa Yesu utaingia ndani mwako. Uzima katika ndoa, uzima katika biashara, uzima katika afya, uzima mahali popote utakapokwenda, Bwana atatia uzima wa kudumu. Uzima huu utakaa ndani mwako, atasababisha uzima uingie ndani. Maana damu ya mtu ndipo uzima wa mtu. Uzima umejificha ndani ya damu. Uzima wa binadamu uko ndani ya damu. Kwa hivyo tunapokunywa damu ya Yesu, uzima wa Yesu unaingia ndani mwetu. Ili Yohana 14:23, Yesu akasema, mkinipenda na kushika neno langu, Baba yangu atawapenda. Mimi na Baba yangu tutafanya makao ndani mwenu. Tunapokula na kunywa, utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu utatipitika ndani mwetu mwaka 2026. Utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho utakamilika ndani mwako, kwa sababu yeye ndiyo uzima. Na anapoingia mahali kumekufa, uhai unapatikana. Hata kama maombi mekufa, yatalipuka. Hata kama tumbo likufa, yatapokea uzima. Kama tumbo lako limekufa, litapokea uzima. Kama ni fiko, itapokea uzima. Ataweka fiko mpya, ataweka ini mpya, ataweka mapafu mapya, ataweka mara makubwa ya tumboni mapya, ataweka bulata mpya, ataweka mfuko wa mkocho mpya. Wakati utakapotumia hii kwenja hii na piskuli ya kawaida, lakini si kawaida, unapoamini italeta mabadiliko ndani mwako. Hata kama kuna magonjwa imejificha ndani ya damu yako, wakati unapokunywa na kula, haya magonjwa yatapika kelele, haya magonjwa yataondoka. Lile jini ambalo limekaa ndani ya damu, lile jini ambalo limekaa ndani ya mifupa, lile jini ambalo limekaa kwa mifupa, lile jini ambalo limekaa kwa mikono, lile jini ambalo limekaa kwa kisasi, ninaamini siku ya leo utakapokula na kunywa, lile jini litaondoka. Hata ficha ndani ya damu, liliambiwa ya kwamba litakaa ndani ya damu, leo hii linaondoka. Lipende lisipende, leo hii linaondoka. Maana hilo jini ni geni kwako, haukuumbwa nalo. Hilo jini ni geni ndani mwako, ni mgeni aliyeingia ndani mwako, hukuumbwa na yeye. Lazima mgeni jini aondoke, lazima magonjwa mageni yaondoke, magonjwa mageni lazima yaondoke. Hasira ambayo ukumbwa nayo ni ngeni, lazima yaondoke. Laana ambayo ukumbwa nayo lazima yaondoke. Umasikini ambayo ukumbwa nayo lazima yaondoke, katika jina la Yesu. Hiyo mgeni aliyeingia anaitwa mgeni asima, anaitwa mgeni kanza, anaitwa mgeni sukari, anaitwa mgeni mifupa, anaitwa mgeni
kanza ya mifupa, kanza ya kisasi, kanza ya matiti. Hata kama kuna uvimbe uliojificha ndani mwako, nataka kutipitishia huo uvimbe leo hii unapasuka kwa jina la Yesu. Huo uvimbe uliojificha ndani ya damu, huo uvimbe lazima upasuke katika jina la Yesu. Kama na ndani ya macho, hiyo uvimbe lazima utaondoka ndani ya macho utakapokubaliana na mimi na kula na mimi. Yesu ajitukuse, Yesu akuponye. Sema niko tayari napokula meza ya Bwana. Vitu ambavyo vimenishinda miaka mingi sitaviona tena. Unakapochukua na kula, nataka kuhakikishia vitaondoka. Hata kama pengine ndoa imekuwa ngumu, hiyo laana leo inaondoka, haitasimama mbele yako. Huo ukuta leo unaanguka. Huo ukuta ambao umekusuilia leo unaanguka katika ule ukuta wa laana, ule ukuta wa damu ya ukoo, ule ukuta wa wazazi, ule ukuta wa taifa la Kenya, ule ukuta wa kusema utafaulu, leo unaanguka kwa jina la Yesu. Utakapokula, biashara yako vitainuka, biashara yako vitainuka, duka lako litainuka. Hata kama walikaa Isaya 54:15 wakakaa mfuringo, wakachinja ng'ombe, wakachinja mbuzi au kuku, wakasema biashara vyako havitakuwa. Leo unapokunywa damu Yesu na kula mwili wa Yesu, hiyo vitu vinasambaratika, na wewe unaamka unaishi. Mwaka huu unaishi. Hata wewe unayenichunguza kupitia kwa mtandao, wakati utakapoanza kuandaa, wewe chukua maji yako uifanye kuwa damu Yesu. Tutakapokuwa naongeza hiyo damu, tutakapokuwa naongeza hiyo ibada, wewe utapona mahali ambao uko hapo. Mkono wa Yesu uko hapo. Yeremia 25:23. Mungu wetu si Mungu wa mbali, ni Mungu wa karibu. Amejaa kila mahali. Kila utaivu uliokaa ndani mwako miaka 12, leo utaivu huo unaondoka katika jina la Yesu. Uamini tu, uamini tu. Kuna nguvu ndani ya damu, kuna nguvu ndani ya damu. Amini tu, amini tu. Kuna nguvu ndani ya damu, kuna nguvu ndani ya damu. Utakapochukua na kuamini, ninakuhakikishia mwaka huu utatoa ushuhuda. Hata kama jini lilikula kiapo, waliambia litatoka kwa mgongo, waliambia liende lifanyike magonjwa, leo napokula na kunywa, lile jini linaserenda, lile jini linaserenda, yule mchawi anaserenda, ili timia Ufunuo wa Yohana 12:11. Tunamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la Yesu. Tumeandaa damu ya Yesu, tunashinda magonjwa kwa damu ya Yesu, tunashinda laana kwa damu ya Yesu, tunashinda kila chochote kilichopandwa ndani mwetu hakikupandwa na Mungu. Mathayo 15:13. Kila pando lisilopandwa na Baba wa Mungu na Baba yetu wa mbinguni, unapotumia hii vinang'oka. Roho ya mauti lazima iende. Mauti, sikia, hatukuokopi sisi, hatuokopi mauti. Mauti ndio njia ya kwenda mbinguni, lakini tunakuambia roho ya mauti, tafadhali, nasema tafadhali, toka mbele yetu. Hatujafanya kazi ya Mungu, toka mbele yetu. Utuchukue wakati ambapo Mungu atakutuma. Atakapokupigia simu ndipo utakuja kutuchukua, lakini saa hii hapana, saa hii hapana, saa hii hapana. Kwa jina la Yesu hapana, kwa jina la Yesu hapana. Utakapokula na kunywa, yale magonjwa yamejificha kwenye mkuu, yanatembea kwenye mifupa, yanatembea kwenye kiuno, yanatembea kwenye makoti, yanatembea kwenye visikino, yanatembea kwenye tumbo. Unapokula na kunywa, vinaondoka kwa jina la Yesu. Tunamshinda shetani
kwa neno na kwa damu ya Yesu. Hata kama ni laana walikulaani wakasema kwenu kutakuanga na kifo, leo kifo inasimama. Leo kifo inasimama, haitachukua mtu wenu. Leo tunapaka damu kwenye milango. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye milango ya moyo, kwenye milango ya moyo. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye milango ya moyo. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye milango ya moyo. Mauti pita juu, mauti pita juu, wewe uishi. Unapokula na kunywa, damu ya Yesu inawekwa kwenye mima ya milango, mima ya milango ya rohoni, mima ya milango ya rohoni na kwenye nyumba yako. Sasa tunatuma malaika 2026 aende kwa mlango yako, apake damu ya Yesu. Aende kwenye geti, apake damu ya Yesu. Aende kwa nyumba yako, apake damu ya Yesu. Aende kwa gari lako, apake damu ya Yesu. Aende kwa duka lako, apake damu ya Yesu. Aende bedroom yako, apake damu ya Yesu. Aende mahali unafanya, apake damu ya Yesu. Kwa ofisi mahali uko, aende apake damu ya Yesu. Ofisi mahali unafanya, iwe shuleni, iwe wapi, damu ya Yesu. Tunatuma malaika, nenda, malaika nenda na matao ya isopo, enda paka milango, paka milango yetu, paka sasa, paka milango, paka milango. Malaika na kutuma, tembea, 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 tembea. Malaika tembea, kwa jina la Yesu tembea. Enda paka milango, paka milango yetu, paka milango, paka milango yetu kwa damu ya Yesu, ili roho ya mauti ipite juu, kwa jina ipite juu. Amini tu, amini tu. Tunatuma damu ya Yesu. Waebrania 9:12. Damu ya Yesu ni ya dhamana. Damu ya Yesu ni ya dhamana. Damu ya Yesu ni dhamana. Tunaituma kwa madhabahu, madhabahu aliyekuweka mwaka huu kuanzia mwezi wa 12. Leo ni tarehe 4. Tunatuma malaika, enda kwa madhabahu yao. Walitumia damu ya kuku, walitumia mbuzi. Tunatuma ya Yesu inayopeana uzima. Tunatuma ya Yesu inayopeana uzima. Ienda kwa ile madhabahu, ipeana uzima kwako. Ienda kwa ile madhabahu, ienda kwa mtungi, ienda kwa chupa, ienda mahali umewekwa kwenye milima, milima mitoko, chini ya muti, ndani ya bahari, kanda mito, kwenye barabarani. Tunatuma damu ya Yesu iende mahali. Tunatuma yale madhabahu yapasuke, ya madhabahu yapasuke, sawa sawa na Wafalme wa Pili 13. Yale madhabahu yapasuke. Tunaamuru yapasuke, tunaamuru yapasuke, tunaamuru yapasuke, tunaamuru yapasuke, tunaamuru yapasuke. Walienda wakaridhiu vitu vyao, maana uliwashinda mwaka jana na mwaka juzi. Wameenda tena, waenda kuridhiu madhabahu. Tunatuma malaika, Wafalme wa Pili 19:35. Malaika nenda, paswa ila madhabahu, 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 paswa ila madhabahu kwa jina la Yesu. Mahali uliwekwa, wakakula kiapo, wakasema utaolewa, wakasema utaolewa. Vijana wanakuja wanakuchezea. Tunatuma malaika, tunatuma malaika, nenda mahali pale mchana wa leo. Malaika nenda mchana wa leo, malaika nenda mchana wa leo, malaika nenda. Ingia kwenye nyumba, chini ya kitanda, chini ya kitanda, munungo, malaika cha munungo, cha munungo. Muzizina jazitanda, muzizina jazitanda, kumadresi,
chabwe nao, upiro chabwe nao, upiro chabwe nao, upiro malaika wele samba. Vitu ambao umekushonea kwa viuno vyao, nawasha moto kwa viuno vyao. Mchana wa leo tunawasha moto ili uchawi waanguke. Wamekupepea kwa kiuno, tunatuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto uende ndani ya mili. Moto 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 uchame jina la Yesu. Enyi majini, wewe chini, malikia wa bahari, na kuja kinyume chako. Malikia wa bahari, Yeremia 25:15, tunapokula na kunywa tunakunywesha damu ya Yesu. Malikia wa bahari, kunywa damu ya Yesu. Achilia huduma hii, achilia huduma hii, achilia washiriki hawa, achilia wa mama hawa, kwa jina la alaye mwili wangu na kunywea damu yangu anao uzima. Aya, soma hapo. Anao uzima, anao uzima. Alaye mwili wangu na kunywea damu yangu anao uzima. Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 54 nasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Leo Bwana akufufue. Amen. Vile vitu vilikuwa ndani mwako, vitu vya maana, nyota ya maana, heshima ya maana, hekima ya maana, maarifa ya maana, afya ya maana, haki ya maana, kupanda ndege, vifunguliwe kwa jina la Yesu. Sema andiko hilo nalitimie kwangu. Sema andiko hilo nalitimie kwangu. Ufue vitu. Wakati uliposaliwa, mamajusi wachawi waliona wakakublock, lakini kuanzia leo hii vinafufuliwa. Vilivyokuwa vimesikwa vinafufuliwa. Unapokula na kunywa, Yesu anafufua. Yes! 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 Anafufua. Aya 55. Leo Nasema, waambie mwenzako, hata kama walikula kuku wakasema hautawahi faulu, leo ni ya Yesu, ni ya dhamana kuliko ya mbuzi, ya kuku, kuliko ya mbwa, kuliko ya gura. Damu ya Yesu ya dhamana leo inakukomboa, leo inakutoa mahali pale, leo inakuinua, leo inakutangazia jina mpya aliyobarikiwa, jina mpya aliyobarikiwa, jina mpya anaitwa heri, jina mpya naishi miaka mingi duniani, jina mpya ni heshima, jina mpya ni kuheshimiwa kwa jina la Yesu. inasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Leo hii Yesu anakaa ndani mwako. 2026 utatu wa Mungu Baba, utatu wa Mungu Mwana, utatu wa Mungu Roho Mtakatifu unakaa ndani mwako na wewe ndani mwake. Yohana 14:20, ndipo atajua aseme kumbe Luka ako ndani ya Mungu. Ndipo atasema kumbe fulani ako ndani ya Mungu. Ndipo atakaposema kumbe mama kili ako ndani ya Mungu. Ndipo atakaposema Moses kumbe ako ndani ya Mungu. Ndipo atakaposema Pastor Ayubu ako ndani ya Mungu. Ndipo atakaposema Pastor Tom ako ndani ya Mungu. Ndipo atakaposema Abu ako ndani ya Mungu.
ndipo utakaposema mikako ndani ya Mungu, ndipo utakaposema napekako ndani ya Mungu. Hivyo ndivyo wanadamu wanaenda kushuhudia kumwona Mungu wako na kusema tumemuona Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Anaenda kujidhihirisha, anajidhihirisha ndani mwako. Mara nyingi walikuwa wanaona matatizo, mara nyingi walikuwa wanaona mapepo. Sasa waoni mapepo, wanamuona Kristo. Unapotembea Kristo, unapokaa Kristo, unapotembea Kristo, unapoongea Kristo, unapovaa Kristo, unapokula Kristo, unapoimba Kristo, unapohubiri Kristo, unapotoka Kristo, kwenye ndoa Kristo, kwenye biashara Kristo. Leo natangaza, hata kama walikufungia, hata kama walikutumia majini, leo inakimbia, leo inakimbia. Moto uko hapa, moto uko hapa. Unaenda kwenye duka lako, unaenda kwa boma lako, hata kama walichimba wakaweka madawa, wakajiwekea kinga, leo tunawekea kinga. Kinga ni Yesu. Natuma malaika zuru kwa maboma zao, malaika zuru kwa maboma zao, sawa sawa na Mwanzo 28:12. Malaika shuka kwa hiyo boma, sawa sawa na Zakaria 1:11. Malaika tembea. Sema malaika, na kuruhusu enda nyumbani saa hii. Vitu vile ambao walipanda chini, malaika ng'oa. Ninapokula meza ya Bwana, malaika ng'oa vile vitu aliweka kwa jina la Yesu. Hata kama udongo alichukua, leo inaniachilia. Nikikanyaka chumbi, leo vinaniachilia. Haya, Mathayo 5:13. Haya, soma. Inasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Chumvi kiharibika, chumvi kiharibika, chumvi kiharibika inakanyakwa. Sasa wewe ndio ulikuwa chumvi uliharibika. Watu wamekuwa kukanyaka, leo hata kukanyaka, leo ndio unawakanyaka. Wewe ni chumvi iliyoharibika, chumvi ambayo wanadamu wamekuwa kikanyaka. Leo hakukanyaki, wewe unawakanyaka. Kanyaka uchawi, kanyaka laana, kanyaka maskini, kanyaka magonjwa, kanyaka damu ya ukoo, kanyaka mambo ya kweli. Leo unakanyaka. Haya, soma Mathayo mlango wa 5 mstari wa 13, nasema ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Amen. Siku nyingi, sema leo hii kurudi nyuma. Lakini kuanzia siku hii kurudi kule nyuma 2025, walikuwa wamenikanyaka. Nilikuwa chumvi isiyofaa kwa watu. Nilikuwa chumvi yenye haina ladha. Kila mara walikuwa wananirusha huku na huku. Ikifika wakati wa cheo wanarusha, ikifika wakati wa kazi wanarusha, ukitaka kupata kazi wanarusha, kwa sababu ulikuwa chumvi iliyoharibika. Lakini kuanzia leo hii wewe ni chumvi, chumvi yenye ladha. Wewe sasa utakapokanyaka chumvi, ndipo utakuwa unawakanyaka, utakuwa unawakanyaka, utakuwa unakanyaka. Utakanyaka magonjwa ambayo imejificha ndani mwako katika jina la Yesu. Na ndani mwako hakutatokea kufa wala kuzaa mapusa. Yes. Kuanzia leo hii tunatangaza miku yako katika kitabu cha Warumi 10:15. Miku yako imeandikwa heri ipelekayo habari njema. Kuanzia leo hii miku yako inapeleka habari njema, kwa sababu mwaka jana miku yako badala ipeleka habari njema ilikuwa inapeleka laana, ilikuwa inapeleka matatizo, ilikuwa inapeleka umaskini. Ukisimama kwa duka lako, badala watu wakuje, watu wanatoweka. Leo Yesu anaunda miku yako. Leo Yesu anaunda miku, anabadilisha. Waliyekukanyaka sasa unawakanyaka Katika jina la Yesu. Sema walionikanyaka, walionikanyaga kwa miaka mingi, kwa miaka mingi, lakini leo tarehe 4,
Leo tarehe kuanzia leo na kuendelea, kuanzia sasa ninawakanyaka na wakanyaga, ninakuwa chumvi yenye ladha, nakuwa chumvi yenye ladha. napoongea napokelewa, Napoongea napokelewa, wanapokea ushauri wangu, wanapokea ushauri, wananisikiliza wananisikiliza nitakapokuwa naongea. nitakapokuwa naongea. Wakati utakapokanyaka chumvi, boma lako linapona. Ile roho ya mauti iko kwa boma, dakika hii hiyo roho inaondoka. Dakika hii kwa jina la Yesu hiyo roho inaondoka. Dakika hii kwa jina la Yesu hiyo roho ya mikosi, roho ya mikosi na balaa leo zinakuja. Utakapokunywa na kula, roho ya mikosi na balaa leo inakuachilia utoke hapa. Yohana 8:36. Bwana akikuweka huru, nakuwa huru, huru kweli kweli. Amen. Salamia mwenzako, uko huru kweli kweli. Lakini unaamini ukichukua kuwa chumvi ya kawaida hakuna kitu. Ukichukua kwenja kwa kawaida hakuna kitu. Ukichukua biskuti kwa kawaida hakuna kitu. Sasa usichukue kwa kawaida, usichukue chumvi kwa kawaida. Leo mwenyewe utaikanyaka na mimi nitakuongoza. Tutakanyaka wote. Nitatoa viato yangu, tutamwaga ini. Alafu tuseme muda mwingi tumekanyakwa sana. Wanadamu wametukanyaka. Kwa biashara wamekukanyaka. Kwa biashara wamekukanyaka. Kwa ndoa wamekukanyaka. Kwa ndoa wamekukanyaka. Kwa huduma wamekukanyaka. Leo Bwana analeta mapinduzi. Sema leo Bwana analeta mapinduzi. Bwana analeta mapinduzi. Sema Bwana analeta mapinduzi. Bwana analeta mapinduzi. Sema Bwana analeta mapinduzi. Bwana analeta mapinduzi. Kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Nakanyaka shida. Nakanyaga shida. Nakanyaka shida. Nakanyaga shida. Hata yule anayeniona kwa mtandao ninamwambia leo hii, wewe ambao umelala chini, unganika na hili kanisa mahali ulipo. Unganika na hili kanisa mahali ulipo. Napofanya ibada hiyo, uamke kwa hiyo kitanda ambao ulikanyakiwa, uliambiwa utatoka. Mimi nimesimama kwa madhabahu haya kwa mamlaka niliyopewa. Ninasema amka. Mara ya kwanza amka, mara ya pili amka, mara ya tatu amka, mara ya nne amka, mara ya tano amka, mara ya sita amka, mara ya saba amka kwa jina la Yesu. Ile mashetani walikuwekea na kuhakikishia leo inaenda. Kama naamini na mimi inaenda, hata imeanza kwenda, kwa sababu hapa kuna uwepo, hapa kuna moto. Inahitaji kufungue moyo. Wengine watafunguliwa macho. Fungua moyo wako. Hapa kuna mambo ambayo Yesu anaenda kutenda. Biashara vyako mwaka huu vinapenya. Biashara vyako vinainuka, tukalitapanuka. Unapouza nguo, utauza nguo mpya. Nenda uza nguo mpya. Utauza nguo mpya. Utauza viatu mpya kwa sababu ya siku ya leo. Unapoamini Bwana anaenda kufanya mambo makuu. Ndoa yako itapona. Hata kama mume wako alikukanyaka, leo hata kukanyaka. Ukitoka hapa utapata heshima. Atakwambia mke wangu nisamehe. Yes. Atasema unisamehe mke wangu. Na kama ako na mpango wa kando, vile nimesimama kwa hii madhabahu, ninatenganisha. 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 Huo mpango wa kando ninatenganisha kwa jina la Yesu. Ninatuma ubaya, ninatuma nyuki, ninatuma na nyuki, ninatuma nyoka kwa jina la Yesu. Iende karibu, ikutenganishe na mume wako. Urudi kwa kama wako ana kasupu kengine kando, leo hana bahati. Leo hana bahati. Kasupu toroka. Tunatuma utisho. Tunatuma utisho kwa nyumba. Tunatuma utisho kwa kila kitanda. Akaenda kulala. Aka ninafo. Mumanyina ndamu nafo. Mumanyina ndamu nafo. Mumanyina ndamu nafo. Akutane nyoka kwa jina la Yesu.
akiangalia mke wake anaona ni nyoka, inaanza kumkimbiza. Alafu nyoka yene imwambie rudi kwa mke wako, itamwambia rudi kwa mke wako kwa jina la Yesu. Wewe unaamini? Unaamini? Wewe unaamini walio na mpango wa kando hawana bahati? Walio na mpango wa kando, Mathayo 19 mstari wa 6, kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asitenganishe. Tunaamuru wale wanadamu ambao wameua upendo wa kwanza waachilie hiyo ndoa. Tunawatumia nyoka kwa jina la Yesu. Tunawatumia mafu, yani kama haramba, tunayatuma yaende kule kwa jina la Yesu. Tunatuma kama haramba itokee kafla. Tunatuma nyuki kwa jina la Yesu, ingie kwenye nyumba, ikawa bedroom, 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 na itimie kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Haya, neno lingine Marko 9:50 kwamba chumvi inaleta amani. Inasema muwe na amani. Leo ukikanyaka chumvi, pokea amani. Amani ya kudumu enye Yesu aliongelea Yohana 14:27, akasema amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia. Leo ukikanyaka chumvi, amani Yesu alisema ingie ndani mwako. Hakuna kukuwa na wasiwasi, hakuna kubabaika, hakuna kulialia. Ondoa. Baba yako anaamka kukupangusa machozi. Waliokukanyaka unawakanyaka, waliokukanyaka unawakanyaka, na ndani mwako hakutatokea kufa wala kusaa mapusi. Chumvi itaongezea. Ukitoka hapa miguu inawaka moto. Alafu wewe umelala kwa kitanda, akikusa kwako anakuza stima. Na anaanza kutubu, sema mke wangu nisamee, mke wangu nisamee, na kuangalia mpango wa kando kando, na kuangalia mpango wa kando kando, na kuangalia mpango wa kando kando. Miguu wake moto kwa jina la Yesu. Haya, soma Marko 9 mstari wa 50 inasema, chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtatia nini ikolee? Muwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Mukae kwa nyinyi kwa nyinyi, muwe chumvi. Miaka mingi hatukuwa chumvi, tulikanyakwa, tulipikwa magonjwa, tuliteseka, tulikanyakwa chini, tulisumbuliwa. Leo napokanyaka chumvi na tembea ndani ya mwili wako, inakamua magonjwa. Kama mchawi alichukua mikuu ya udongo, alichukua udongo wa mikuu, leo chumvi inaenda kulipuka kwake. Wengine uso utabadilika, wengine utafanana na chumvi. Akakuja sema, ulinikosea, naomba msamaha. Nilikukosea, naomba msamaha. Lakini unaamini? Lakini unaamini? Imesema nini? Imesema nini? Kitabu cha Marko 9. Chumvi ni njema. Chumvi ni njema. Sasa wewe ni mwema kuanzia siku ya leo. Kuanzia tarehe 4 kuendelea. Ewe kumunyu kumulai. Wamenda lelu no. Kumunyu kumulai. Humusahuluo. Kumunyu kumulai. Hubi asara. Kumunyu kumulai. Hukasi. Kumunyu kumulai. Muofisi. Kumunyu kumulai. Esukuli. Mubana bo. Bawe kumunyu kumulai. Aya. Lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtatia chumvi nini?
isiyokuwa chumvi tena. Siku nyingi tumekuwa chumvi, hatujakuwa chumvi. Ndipo wachao umetuchezea. Kwanza sisi ni chumvi. Amen. Ewe pinda hii yenye ladha. Amen. Na leo inaenda kukuosha na kuondoa magonjwa kwenye makoti. Amen. Kwenye visikino. Walichukua udongo wakatafuta kumsala. Basi miha babola bali hiyo miku itakuwa. Leo nakwambia ukikanyaka chumvi wewe unaishi sawa sawa na kitabu cha Habakuki 3:19. Miku yako itakuwa nyepesi kama ya kulungu. Kumbukumbu la Torati 33:24. Unapokanyaka mafuta haya kama ulikanyaka juisi, natangaza ya kwamba wewe umebarikiwa. Haya, malizia hapa. Mtatia nini ikolee, muwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Siku nyingi hatujakuwa chumvi yenye ladha. Tumekuwa watu wa kuropoka mpaka watu wanatukataa. Bwana anabadilisha hiyo meza. Sasa hutakuwa kuropoka. Amen. Ukitia watu unakuwa chumvi nzuri. Watu wanapona. Wanapona pasipo mahubiri. Wanapona katika kutembea. Wanapona katika kufaa. Wanapona katika kuongea. Wanapona katika sura yako. Wakikuona tu wanapona. Unakuwa chumvi. Maana mboga isiyo na chumvi, hiyo mboga haikuliki. Hata wakileta nyama wasipoweka chumvi ndani, hiyo nyama haina ladha. Kwa hivyo sasa wewe ni chumvi, inaingia kila mahali. Ikiingia kila mahali, watu waokoke, watu wakombolewe. Umeamini? Narudia nikisema, ndani mwako hakutatokea kufa wala kusaa maposa. Kwa biashara yako hakutatokea kufa wala kusaa maposa. Mpaka mkate una expire unatupa, hautatupa mkate, hautatupa. Vitakuwa tunaamuru malaika wa Bwana kusanya watu waache kwa maduka ya watakatifu. Tunaamuru malaika kusanya watu waache ndani ya hii kanisa. Kusanya watu waingie kwa duka lako. Kusanya watu waingie kwa biashara yako. Kusanya watu waache wakusaidie. Sema, Bwana, kusanya watu waache wanisaidie. Waache wanisaidie. Nyota yako haitaibiwa tena. Unapokanyaka chumvi, nyota yako haitaibiwa. Na kama iliibiwa, leo inarudi. Watakuja waishuhudie. Watakuja wainamie. Watakuja kuishuhudia. Tunasema nyota, karibu, 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 karibu. Sema, nyota yangu karibu. Nyota yangu karibu. Nyota ya biashara karibu. Nyota ya kibali karibu. Nyota ya kusafiri karibu. Nyota ya kupanda ndege karibu. Nyota ya kununua shamba karibu. Nyota ya kuajiriwa kazi karibu. Karibu katika jina la Yesu. Karibu katika jina la Yesu. Mathayo 26:26. Sema, naelewa. Alifanyaje? Akaibariki. Baba, nabariki hiyo vyombo vinavyotumika. Watu wa Mungu wanapokula wapone. Wapone ndani, wapone nje. Achilia uponyaji wa ndani na uponyaji wa nje. Wanaosumbuliwa na kichwa na pressure, yaani msongo wa mawazo, unapokula tu msongo wa mawazo, pepo la masongo wa mawazo likuachilie. Vitu hivi naviweka wakifu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Vitu hivi naviweka wakifu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Chumvi hii naiweka wakifu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Naachilia power ndani ya hii kwinji
Naachilia power ndani ya chumvi kwa jina la Yesu. Naachilia power ndani ya mwili wa Kristo kwa Yesu. Naachilia power mara nyingine. Naachilia mara ya pili. Naachilia mara ya tatu na mara ya nne kwa jina la Yesu. Naachilia power ya Yesu. Yesu Kristo, thibitisha Marko 16:20. Thibitisha andiko hili kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tutaanzia tukunywe au tuanzie chumvi kwanza? Waje tukunywe chumvi. Tutamwaka chumvi hapa hivi. Watu watoe viti. Waje tukule, watoe vitu. Simekwambia atikanya chumvi fanya nini? Tumefuata maandiko au tuko nje ya maandiko? Yamesema nini? Wafalme wa pili 2:19, mnaelewa chumvi? Wafalme wa pili 4:41, wana wa manabii walipopika chakula wakaona mauti kwa sufuria. Mtumishi wa Mungu akasema nini? Leteni unga. Leteni nini? Unga. Wakampelekea unga, akaenda akatupa ndani ya sufuria. Roho ya mauti. Wafalme wa pili 6:6, chuma ikaanguka ndani ya mto Jordan, yani kama nzoya. Akasema kata kijiti. Akakata kijiti, akatupa ndani ya maji. Upako ukafuta, chuma ikakuja juu. Sasa unaamini ya kwamba upako uko hapa? Utakapokula na kunywa, usichukue kawaida. Hii ni ukumbusho tu, uichukulie kuwa ibada ya kamili. Ninapokunywa mwaka huu, mimi pressure, kansa, sukari, magonjwa mifupa na magonjwa mengine nyeleweki, na utasa na ufimbe. Wameona ufimbe umejaa tumbo, tunashukuru daktari, wana vyombo wameona. Alafu nasema wanataka wakupasue. Hatukatai kupasuliwa, lakini leo hii Waebrania 4:12, Yesu amenoa kisu tayari. Itapita ndani ya tumbo. 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 Itaondoa mara moja kwa jina la Yesu. Yaani utakapotumia tu na uamini, waambie mwenzako, inua imani. Usiangalie pasaruka, inua imani. Amen. Nakuuliza swali, dawa inaponya au imani ndiyo inaponya? Ukiamini Panadol, nikimeza Panadol napona, unafanyaje? Nikimeza tembe ya malaria, ukiamini unafanyaje? Sasa hii ni zaidi ya malaria. Hii ni zaidi ya dawa ya malaria. Hii ni original. Hii sasa ni original yenyewe. Na kama kuna kemikali ndani mwake tumeondoa. Tumeachilia damu ya Yesu iondoe kemikali. Hii ni original. Unapokunywa, asima iliyekwama kwa kifua, hii inaingia kwenye mapafu, ndani ya mfuko wa mkojo. Ndani ya mfuko wa mkojo itaondoa kila takataka zilizojificha ndani mwako. Leo kinaondoka hata hayo mapepo na wasiwasi, maana imebadilishwa ni moto. Ni moto unatembea ndani ya tumbo, itaondoa kila kitu kwa jina la Yesu. Lakini unaamini? Geukia jirani, anaamini ya kwamba napokula hii 2026 nimeingia kwa maagano, nimepewa jina mpya. Sema mimi nimepewa jina mpya. Kando ya jina langu, sema kando ya jina langu nimepewa jina mpya. Jina nne, sema mbarikiwa. Mara ya kwanza mbarikiwa, mara ya pili mbarikiwa, mara ya tatu mbarikiwa, mara ya nne mbarikiwa, mara ya tano mbarikiwa, mara ya sita mbarikiwa, mara ya saba mbarikiwa. Kila kona utakapotembea wanasema mbarikiwa, ndio huyo anapita.
Ndio huyo mbarikiwa. Jina la pili, pakwa mafuta. 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 Jina la tatu, usikusa nabii. Usikusa nabii. Usikusa nabii wangu. Wewe ni nabii. Najua kuna nabii wa kiroho na kuna nabii wa kunena maneno. Unatamkia watoto wako na kuona utakuwa president. Na kila siku naambiwa utakuwa president. Kila siku nakusa mkono mwambie kuwa president. Unapanda kuwa president. Sasa nikisema wewe nabii, usikimbie kuwa nabii wa ndani. Kuna nabii wa ndani na kuna nabii wa maneno yako. Yote vinaweza lipuka leo hii kama utaamini. Amen. Sema Mungu Baba, leo ni tarehe 4. Wenda jirani alinikosea, amenikwasa. Sasa ninatubu kabla sijakula meza ya Bwana. Bwana unisamehe. Na wale walionikwasa, Mathayo 6:14, ninawasamea kutoka ndani ya moyo wangu, wasiwe kumbukumbu ndani mwangu tena. Marko 11:25, kabla sijakula na kunywa nimewasamea wote walionikwaza, walionisema vibaya, waliotamka mabaya kwangu, na wasamea, ili shetani asipate nafasi achishikilia hapo ili mimi nisipone. Nimewasamea. Nimewasamea. Mwaka huu sitapepa mtu ndani ya moyo wangu ninapokula na kunywa. Mathayo 5:8. Mimi ni mwenye moyo mweupe. Mimi mwenye moyo msafi. Sema mimi ni mwenye moyo safi. Moyo wangu ni moyo safi. Moyo wangu ni moyo safi. Luka 6:37. Ninawaachilia wote niliowashika kwa miaka, na hao ndio wamesuia muujiza wangu. Wamesuia muujiza. Nimewasamea, nimewaachilia. Isaya 43:18. Sitawakumbuka tena kuanzia siku ya leo. Zaburi 103:3. Bwana Yesu, unisamee maovu yangu yote, uniponye kila nyanja. Ponya maisha yangu, ponya uchumi. Yesu, nisamee dhambi zangu zote. Amen. Sema Yesu nisaidie. Basi wakiendelea kuimba wimbo kidogo, ujiandae na uone tu kwamba hii ni damu kamili ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yako. Ana Waebrania 9:12, damu ya Yesu ni ya dhamani. Waebrania 12:24, damu ya Yesu inanena mema. Waebrania 13:12, Yesu akutakase kupitia kwa damu yake. Ufunuo Yohana 1:5, damu ya Yesu inasafisha. Kwa hivyo amini. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:19, damu ya Yesu iliwekwa kabla ya msingi ya dunia. Ni damu ya dhamana, haina mawa, haina kunyanzi. Itapita ndani yako, itaondoa mikosi na balaa. Nuks, mikosi, alafu balaa, alafu matatizo. Leo inaondoka. Sema leo tunatengana. Sio mwenyewe jiseme. Sema hiyo hali inayopitia natengana naye. Alafu yaambie nini? Kama Alhamisi tulisemaje? Alhamisi tulisemaje? Mungu akaambia Musa, ambia wana wa Israeli, wa Misri wanaowaona hawataona tena milele. Alisema milele. Sasa hali zote
Unapokula na kunywa, hizo hali ambazo zimekusumbua hautasiona tangu leo na milele. Alafu maombi yetu naanza tarehe 12. Enda andika mambo enye uliandika chini. Andika nyumba, andika, usiseme ploti, andika shamba. Sema shamba, sema shamba. Alafu ndoa, alafu kazi, alafu ulinzi, alafu biashara, alafu supermarket, yani utaandika. Alafu heshima, hiyo ni yako. Watoto wangu wapate kazi. Alafu naiombea, tutakapoanza maombi tutakuwa tunainua siku 40 zitaisha. Wengine watarudi chini waende, sisi wengine tutaendelea. Zile zingine tutaongeza juu, tukonge siku 60. Amen. Sini ukwe, uko tayari? Lakini sasa maombi, mwambie mwenzako, maombi ni manufaa yako. Geukia jirani, maombi ni manufaa yako. Ikitangazwa, hatujakuwa kama mtu wa Mombasa. Mnamuelewa mtu wa Mombasa? Wewe kunywa kajai kako asubuhi, jioni kula ukali kako au wali. Usituletee mambo ya mengine. Siku ile wewe umeshinda na kufia kunywa, sema basi Luka aliniambia tufunge kavu. Hapo mimi nimekataa. Afadhali mimi mwenyewe nifunge kavu na chichua. Afadhali mimi mwenyewe nifanye nifunge na chichua. Lakini wewe usunguvie kwa nyumba, alafu mume wako anasema anaenda kwa polisi. Mhubiri Luka aliambia anaenda kuongezea ndio nifungwe. Hata nilisikia aliambia watu hata mate wasimese, hata mate wateme, hata wasioke. Kufunga kusuri ni kuoka au sio kuoka? Samani sile sijatuko tunaoka. Unaambiwa usioke, usinae uso, usibrush meno. Sasa unakaa tu meno inanuka, mdomo inanuka, ukeke mumoni. Hata sasa ndio Mungu akusikie. Huko tulitoka. Huko sisi tulitoka. Niliteseka. Ninyi mna heri. Mwambie mwenzako huko heri wewe. Mchungaji mmoja akatungiza kwa nyumba. Akasema twende siku 7. Kafu. Usiteme mate. Uteme mate. Usitoke nje. Hapo nje akaweka kufuli kubwa. Siku 7. Mpaka miguu chini na waka moto. Mpaka ndani ya mifupa. Lakini alinisaidia. Amen. Simlaumu, alinisaidia. Yeye ndiye alikuwa mara yangu ya kwanza kufunga kafu. Mara nyingine tukafunga na Pastor Willy siku 4 mpaka mifupa. Sasa wakati alikuwa anaishi Moi's Bridge, akasema twende kwangu. Barabarani tukapata nyoka. Akasema mtu wa Mungu, usikuwa na acha tulete kakijiti tupike nyoka. Nyosha tukitola hivi. Tunakuamuru kauka. Na nyoka anaanza kufanya hivi, inakauka. Amen. Sasa enda andika mambo yako mazuri sana. Amen. Tutaomba. Kama uombi, uamuzi, hatukulazimishi, uamuzi. Na ukiona watu wako ng'ambo ya pili, usiseme Mungu ati Mungu upendeleo. Tangu nikaa na Pastor Luka miaka 15 sijaona kitu kwa hii kanisa. Mimi nimesema kama uchaona kitu, mlango iko wazi, ende ukaeka kwa pastor mwingine. Ndio oneko kitu kule. Amen. Kama unasema tangu nikaa na Pastor Luka sioni kitu, badala uingie kwa laana, nimefungua mlango, enda kwa pastor mwingine, pengine uko utaona kitu. Nimekufukuza kweli? Nimesema kama uoni na unaendelea kupata laana, si utoke tu pole pole wende. Kama uoni
badala upate laana. Wageni wanakuja wananua maploti, wageni wanakuja wananua shamba, wewe huko tu. Wewe huko tu. Na Daudi akatoa ushuhuda, dada yake alikuwa chizi. Alikuja hapa. Alikuwa chizi. Jana nikamuuliza, akasema anaoga, anapika chakula, anaongea na mama. Kama miaka 15. Hata ingine 20. Alafu anasemea kana. Huyo kanisa. Hata wewe pasa chako na machini. Sio ningi baraka. Kwa maneno ya kinywa chako mlango yuko wazi. Uende huko chini, pengine utaona kitu huko. Lakini kama wewe ni wapa, auendi. Unaona yeye fimbo vile imekaa hivyo. Sijakuja naye leo, ningekwambia rudi. Waje nionyeshe kidole yangu. Niseme rudi. Hiyo fimbo yangu je imekaa hivi. Imekaa hivi. Hiyo maana yake rudi. Bwana asifiwe. Sipato pate laana. Mimi nasimama na Yohana 17. Yesu akasema naombea wote, asipotee hata moja. Nami nimesimama kwa hii madhabahu, naombea wote, asipotee hata moja. Simfungi, lakini nasema asipotee hata moja. Wote tuone nini? Tuone Kanaani ya milele. Si Waisraeli waliona Kanaani? Mwambie mwenzako na sitoki. Salamie mwenzako na sitoki. Msalamie tena na sitoki. Msalamie, mwambie na sitoki. Maana siku zinakuja. Unajua siku zinakuja. Wa kwanza alisema chunga kiti. Alisema chunga. Utashangaa utaona watu wanatoka Mbalaba wanakuja. Utashangaa watu wanatoka kule Mangofulo wanakuja. Bamalu ahaha etulienge Mangofulo sirisia. Habeje Kimilili Chwele Kimilili. Habeje bandu bamela Kitale. Haya kaa tayari. Wala bamela Kapingure beje. Aba kwa uyano. Amen. Abantu kwa uyao. Tako tumeama hapa. Shetani apinge asipinge, itatimia. Mwambie mwenzako mimi sitoki. Mwambie tena uko tayari kutoka? Muulize uko tayari kutoka? Sitoki mpaka nione. Hata kama wageni wanakuja tu juzi, mtu amepata shamba lake, siwe pia pokea mwaka huu. Bwana kufungulia mlango. Lakini mwambie mwenzako fanya kazi. Paulo alisema nini? Asiyefanya kazi. Sasa mimi nakuombea mwaka huu, pokea pesa ya biashara. Pokea pesa ikuja kwa njia yake. Yaani Mungu ailete kwa njia yake. Ailete kupitia kwa rafiki, au itoke mbinguni yanguke chini. Huko natembea tu na gari napita mbele na kasanduka natoka ndani kanaanguka. Usikatoroke kama mheshimiwa mwingine hapo chini Bungoma mwaka wa 2004 nilienda nikaambiwa na androba ikapita, naenda kulisha watu wa tumbako huko juu, sanduku chini tu. Na ndugu anachukua sanduku anaweka kwa baski. Iko milioni 40. Ilikuwa milioni 400. Wapi? Wewe sanduku. Na hapo hundika. Anja huko. Gari kapotea. Karibu saa moja ikarudi. Alikula makofi. Leta hii sanduku. Unafikiri shilingi milioni 40, milioni 400 kwa serikali ya Kenya ni kama shilingi 10. Kofi pa! Takufa maskini. Wakamfungulia. Alipoona pesa akasema, hawakumpa. Basi uko tayari? Basi wacha tuombe. Baba wetu
anaingia kwa maagano ya kunywa damu ya Yesu na kula mwili wa Yesu. Asema katika kitabu cha Yohana 6:54, alaye mwili wangu mimi ne kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu, ninakiri ndani mwangu kuanzia tarehe 4 uzima wa Yesu umeingia ndani mwangu, uzima kwa biashara, uzima kwa ndoa, uzima katika nyumba yangu. Ninaamini ninapokula na kunywa uzima ndani mwangu, ninapokula na kunywa uhai wa Yesu umeingia ndani mwangu. Ninapokula na kunywa sasa natangaza mimi yu hai. Na ninapokula na kunywa, kama kuna kitu chochote kilichojificha ndani mwangu kwa dakika hii kijidhihirishe na kitoke kwa jina la Yesu. Kitoke kwa jina la Yesu. Kitoke kwa jina la Yesu. Kitoke. Napokunywa na kula, natangaza mwaka 2026 naingia kwenye maagano haya. Napokula mwaka wangu ni umiliki, ni utawale. Ewe mwaka wa 2026, napokula na kunywa ninakumiliki. Napokula na kunywa ninafanikiwa. Napokula na kunywa nasafiri salama. Napokula na kunywa napanda ndege. Napokula na kunywa naanzisha biashara. Napokunywa na kula, biashara yangu vinapanuka kwa jina la Yesu. Aya, kula. Yesu itembee kuanzia wayo mkuu atutosi hata kwenye macho, kwenye mboni ya jicho. Ufunuo Yohana 3:18, Yesu wewe ni dawa ya macho yangu. Napokula na kunywa, kila laana na maroho yananiachilia. Nimefanya agano na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu katika mwaka 2026. Mwaka huu na umiliki vya kutosha. Mwaka huu hautanipika. Mwaka huu hautanishambulia. Mwaka huu hautanilemea. Mwaka huu hautaniletea njaa. Mwaka huu hautaleta kifo kwangu. Mwaka huu hautafanywa nipikwe. Mwaka huu ni mwaka wa amani. Ninamiliki mwaka huu. Ni mwaka wa amani, ni mwaka wa baraka kwangu. Nimepewa jina jipya. Mimi ni mbarikiwa. Amini. Uombe sasa. Sema vile nimekula na kukunywa, Yesu jidhihirishe ndani mwangu. Fanya sachi ndani ya mwili wangu. Jithibitishe ndani mwangu. Ondoa chochote kilichojificha kwenye tumbo. Leta mabadiliko makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Andiko hili nalitimie kwangu. Magonjwa yaliyojificha ndani mwangu, laana ya visasi miaka 10,000
imeniacha. Napotoka hapa, maisha yangu yanabadilika kuanzia siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Unajua Alhamisi tulisahau chumvi, huwa tunachanganya chumvi na maji. Tulisahau, hatukununua. Huwa nachanganya nguvu tatu: nguvu ya chumvi, nguvu ya mafuta na nguvu ya maji. Maji inaleta uzima ndani ya mtu, chumvi inaua, alafu mafuta yanakupangusa na kukuinua, yanaondoa vitu kwa miguu. Tulisahau chumvi. Sasa hata wasongeze wanataka kumwaga chumvi hivi. Wacha nitoe viatu yangu kwanza, ndio waamini. Amen. Ni maandiko. Kukanyaga chumvi ni maandiko. Kama unapishana, hata mafuta natakia tukanyake. Si tulikanyaka? Aya, somako Kumbukumbu la Torati 33:24 inasemaje? Unajua nenda kwa maandiko. Tuko nafuata maandiko. Tuko nafuata. Hatuko nje maandiko. Hata kuchinja maandiko. Amen. Yesu alisema nini? Alisema nilikuja kuondoa au nilikuja kutengeneza? Yeah? Alikuja kuondoa agano la kale au kuunganisha? Haya, sataka ni agano la kale au agano jipya? Tunakubaliana? Sataka ni agano la kale au agano jipya? Agano la kale. Fungu la 10, agano la kale. Kujenga nyumba, agano la kale. Mafuta, agano la kale. Maji, agano la kale. Mtu akipinga, basi kama mwingine aliambia, ukifanya, nikamwambia sasa, kama Yesu alimaliza, tusitoe fungu la 10, tusitoe sadaka. Sababu Yesu alifanya nini? Si Yesu alimaliza? Anisomea Kumbukumbu la Torati. Mwenyewe ujijazie. Aja hata nitoe socks, kanyake vizuri. Socks zisizuilie. Kumbukumbu la Torati 34 ngapi? Kiatu. Masaa ya uchawi kama hii unatoa socks tafadhali. Hata ukitaka kushika mti unakanyaka. Sungine utatafuta tu wapesi wote wapesi. Ambapo saa 10 asubuhi nakanyaka kama yake mpaka ina. Wajabu wanatoa kwa maana. Hata kwa bomba lako yenyewe hujaitoa pia. Ukatembea kwa miguu. Wewe sasa mawe na choma. Nenda tembea kwa bomba lako. Namiliki bomba. Na kuna muhoro fulani. Namiliki bomba. Miungu yao hainipiki. Umesoma 33:24 na 25 na 26. Inasema na Ashera akamnena na abarikiwe Ashera kwa watoto. Abarikiwe Ashera kwa watoto. Na akubalike katika nduguze. Abarikiwe katika nduguze. Yaani mwaka huu ubarikiwe katika ndugu zako, ndugu katika Yesu, ndugu nyumu ulisalo kwa tumbo moja, alafu ndugu katika Yesu. Na achovye mguu wake katika mafuta. Auchovye mguu wake. Sasa tuko nje maandiko. Achovye mguu wake wapi? Katika mafuta. Aendelea. Makomeo yako yatakuwa ya chuma na shaba. Makomeo yako yatakuwa chuma na shaba. Makomeo ni gani? Wika kayo. Hao nini? Miguu ya chini. Inaitwaje?
Vihakayo. Alitakuaje? Itakuwa ya chuma. Sasa kuanzia ukikanyaka mikono yake inakuwa ya aendelea. Na kadri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Ndivyo itakuwa nguvu za uishi miaka mingi duniani. Miguu yako haitatetemeka tena. Miguu yako haitatetemeka unapokanyaka hiyo chumvi iingie ndani mwako, iondoe kila takataka na upone. Ili lulehe tukatamba makumbatawe. Butunduliu. Manyela butunduliu. Inaitwanga nini? Butunduliu. Nakaa wapi? Ndani ya mfupa. Ndani ya mfupa. Elangwa bone marrow. Butunduliu. Bone marrow. Bone marrow. Mulusungu walisina. Bone marrow. Muluswahili mafuta. Masi kamo. Bali butunduliu. Isiva nini? Bone marrow. Isikose. Haya. Alafu mno masikama naitwaje? Iko china mbili. Iko china mbili. Bali kama mira ke waina. Ke musikam. Kama mira, alafu ingine naitwaje? Lule, ingine? Iko majina tano. Ingine? Sasa hii ni wapukusu wenyewe. Simuniambie. Sisi tunatoka Trans Nzoia. Waje nitafuta mpukusu hapa mwenyewe. Niulize muhache bukata na jende pukusu original. Ambolo. Mai mjedo. Lulehe na makamamila na mwesi. Inakuwa kwa makoti. Inaitwaje? Ujui? Walina. Lulehe. Alafu kama mina kemaskam. Alafu butunduliu. Idale boleli mafuta mifupani. Bidhare bolali mafuta wapi? Haya, gari ziko na grease na oil. Hata mwanadamu ako na hiyo butunduliu. Hiyo ndio nasaa nini? Nasaa damu. Haya, mwaka hivi. Doshia kwenda. Kidogo tu. Tuko kwa maandiko. Kama huko kwa maandiko na imani yake kuruhusu usikanyake. Amen. Kama imani yake kuruhusu fanya nini? Usikanyake. Kama imani yake inakwambia obobulo sinibu. Usikanyake. Lakini sisi takanyaka. Amen. Taikanyaka. Mimi ndakuwa kwanza. Taikanyaka. Wangapi watakanyaka na mimi? Hao hiyo kidogo kidogo. Wakuje huko. Kuja huko wote. Yaani unakanyaga tunakuongoza sala na unaenda unafaa viatu yako. Unasema kuanzia leo mimi ni chumvi. Mimi ni chumvi ya dunia. Na kuanzia leo namiliki. Kama imani yako inakwambia hapana, unawacha. Sababu mimi nimekusomea maandiko. Na tunafanya kwa maandiko. Unajua watu wachao na chukuanga udongo wa miguu. Tunataka laini tafadhali, enda tu. Mtu afuate Pastor Caleb. Pastor Caleb mbele ya pastor hivyo. Haya. Mahali penye Pastor Caleb yuko ndio laini tafadhali. Yes man. Kina mama wafuate Mai Mary. Mwingine kama ako kwa laini ya Mai Mary pia ni laini.
Ya Mai Mary pia ni laini. Basi ukikanyaga chumbi yako, hasa unapangusa miguu yako, naenda. Nataka watu hii wakanyake, tusipanguze. Nataka watu waine. Mimi nitamalizia. Wacha mimi yenyewe nikanyake kwanza, ndio nifuate. Haya, mama nifuate, mgeni nifuate. Haya, tunakubaliana. Nikipunga tu laini hivyo. Haya, sema katika jina la Yesu. Vile nimekanyaka chumbi, kuanzia siku ya leo mimi nakuwa chumbi yenye ladha. Ninakubalika kila mahali kuanzia siku ya leo. Wanadamu walinikanyaka, lakini sasa hawatanikanyaka tena. Na kuanzia leo hii ndani mwangu mimi ni chumbi yenye ladha, na chumbi hii ikaponye miguu yangu kuanzia siku ya leo. Kama kuna magonjwa yaliyosukumwa na wachawi, leo nimekanyaka chumbi. Kama vile chumbi inavyotengeneza mboka, ndivyo chumbi inatengeneza maisha yangu. Mimi ni chumbi ya dunia, chumbi ya dunia. Natangaza nimebarikiwa, ninamiliki. Amen. Amen. Haya. Peter, ukisema maneno, Wewe mwenyewe sema vile nimesema tu. maneno yako. Usikuwa haraka, unaongea tu kwa maneno yako. Peter, unaenda kwenye ulikuwa. Sema tu. Watoto ngojeni, watu Sema tu wakubwa. kwa maneno yako. I carry the flavor Wewe sema tu. Watoto, of God. enda hivi. Zungumza. Enda hivi, enda hivi. I'm the salt Zungumza. of the earth, salt of the earth. I'm the salt Zungumza. of the earth. Wewe mwenyewe ongea. I carry the flavor of God and Ongea. season the earth. I'm the salt of the earth. Ongea. I'm the salt of the earth. Ongea, ukikanyaga tu unaongea. The flavor of God and Ongea. season the Alafu tuone earth. mtu atalia miguu. Hautaona I'm the akuhakikishia. salt Hautalia mati miguu inauma, ati makoti. Amini tu. of the earth. I carry the Magonjwa miguu yanaenda. God Hiyo ni dawa original. the earth. Inatembea kwa miguu yako. The salt of the earth. Nyaka tukiongea. I'm the salt Ongea. of the Kwa earth. matamshi yako I ongea. carry the flavor Kwa matamshi yako of ongea. God. Kwamba vile nimekanyaga chumbi, mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi naye nifuata, balaa zinanifuata, magonjwa na laana vinaniachilia. Ninapokanyaka mikosi na balaa, kama kuna mtu aliokota udongo wa miguu yangu, kuanzia leo hii hata miguu yangu haitarokwa tena. Endelea kuzungumza tu kanyaka kwamba mimi nimepona. Mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi na balaa zimeniachilia. Sema tu ukiwakanyaka, sema mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi na balaa zimeniachilia. Mikosi na balaa zimekuachilia. Mikosi na balaa zimekuachilia. Mikosi na balaa zimekuachilia. Mikosi na balaa zinakuachilia. Kanyaga tu. Namiliki kila mahali. Namiliki kila mahali. Namiliki. Season the earth. Endelea kusema tu namiliki. Highly favor. Namiliki. Highly Namiliki. favor. Namiliki. Highly Namiliki. favor. eh. Namiliki. I'm the salt Endelea kusema tu. of the earth. Endelea kusema I tu. carry the flavor Endelea kusema. of God. Endelea Season kusema. the earth. Endelea kusema. Salt of the earth. Sinyamaze, unaongeleza. The salt of the earth. Unaongea. I carry the Ongea matamshi yako. of God and season the earth. I'm Ongea. the light of the world. Ongea. I'm the light of the world. I shine the light of God. Ongea tu. Season the earth. Ongea. I'm the Ongea. light of the world. Ongea tu. I'm the light
light Ongea of tu. the world. Ladha, ladha, I ladha. shine the light Maana Chumvi inaweka of ladha. God. hali zote I Chumvi light the kuachilia. inaweka world. ladha. gonjwa I'm the soul. kuachilia. That's all. Kanyaka I'm tu. the salt of the Kanyaka earth. tu. I carry the flavor of God and season the Kanyaka earth. tu. I'm the salt of the earth. Test, test, I'm the test. salt Unasema wewe mwenyewe of unasema. the earth. I carry the Sema. flavor of God and season the earth. Kanyaka tu kisema. I'm the salt of the earth. I'm the salt of the earth. I carry the flavor of God Unaongea. and season the earth. I'm the salt of the earth. Unaongea tu. I'm the salt of the earth. I carry the flavor of God and season the earth. Haya, sema Mungu Baba, nataka andiko hili litimie kwangu Ataka na miguu yangu iwe chuma miguu yangu iwe na kila mahali nitakapokanyaka kanyaga ninamiliki. na miliki. Magonjwa ya miguu Magonjwa ya miguu iliyokuwa imepangwa na adui, iliyokuwa na vile nimekanyaka chumvi, nimekanyaga sasa miguu yangu sasa miguu yangu imetiwa nguvu, tiwa nguvu imekuwa nyepesi kama kulungu. kama kulungu. Hakutakuwa na magonjwa kwenye makoti yangu kuanzia siku ya leo. Mahali popote nitakapokanyaka ninamiliki. Mimi ni chumvi, mimi ni chumvi, mimi ni chumvi yenye ladha, mimi ni chumvi yenye ladha. Ninapokea amani na wote wenye mwili. Ninapotoka hapa, amani, 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 amani. Nimeingia kwenye baraka zangu, nimeingia kwa utajiri wangu, utajiri uliokuwa umetoroka. Sasa nimemiliki utajiri huu kutoka kwa chumvi, maana chumvi ni utajiri. Chumvi inatoka chini ya bahari. Sasa namiliki utajiri wa kutoka baharini kuanzia siku ya leo. Yaanze kujidhirisha utajiri uliofichwa sawasawa na Isaia 45. Utajiri uliofichwa umefunuliwa. Vile nimekanyaka nimemiliki, nimemiliki. Laana na mikosi na balaa zimeniacha kuanzia siku ya leo, na miguu yangu imetiwa nguvu. Kila mara nitakapokanyaka na miliki. Na kama mtu atajaribu kuchukua udongo wa miguu, basi chumvi imchome, basi chumvi ileta madhara kwake, basi chumvi ileta magonjwa kwake. Sasa chumvi itakonga yeye mwenyewe. Sasa chumvi itamletea madhara makubwa kwa jina la Yesu. Miguu yako sawa sawa na Samueli wa kwanza 2:9. Bwana amelinda miguu yako. Yes. Bwana amelinda miguu yako. Amen. Bwana amelinda miguu yako. Amen. Bwana ulinda miguu ya watakatifu. Amen. Bwana amelinda miguu yako. Amen. Sasa kila mahali unakapokanyaka, habari njema utokapo, habari njema uingiapo. Ndani ya miguu yako hakutatokea kufa wala kusaa maposa. Amen. Mahali popote unapotembea utakuwa unasaa kwa huduma, kwa shamba. Ukiingia kwa shamba, shamba litasaa. Kwa biashara itakuwa hivyo. Na kuweka wakifu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Piga Yesu. Haya, sataka tusisahau. Je, tuingie kipindi kingine cha kuita viongozi. Wacha tuingie kwa sataka. Simama tumtolee Mungu sadaka. Sema, Mungu Baba, ninapotoa sadaka yangu, ninaunganika kwa madhabahu haya, na ninapotoa, Mungu unibariki mwaka huu kuanzia siku ya leo. Ninanena baraka ninapotoa sadaka yangu, shukurani yangu, dhabihu yangu, fungu langu la 10, initetee kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo initetee, na mimi
inaingia kwenye urithi wako kuanzia siku ya leo. Yale mambo yalikuwa yamenishinda sasa na yashinda. Malaki 3:10. Bwana, kemea adui wa magonjwa. Bwana ukamkemea, napotoa Bwana unibariki katika jina la Yesu, amen. Sisi ni chumvi. Alafu akimaliza viongozi watakuja. Sisi ni chumvi. Niko na bahasha ya Thanksgiving kama unahitaji tafadhali. Bahasha ya shukrani niko nayo. Yenye ladha. Naweza Sisi ni ichukua. Basi watoe wimbo wa chumvi, sisi ni chumvi. Sisi ni chumvi. Nina bahasha ya shukrani. Yenye ladha. Shukuru kwa mambo ambayo Mungu atakufanyia mwaka huu. Yenye ladha. Nina bahasha ya shukrani. Sisi ni chumvi. Yenye ladha. Sisi ni chumvi. Yenye ladha. Sisi ni chumvi. Yenye ladha. Tumepata ladha. Tumepata ladha. Nina shukrani tafadhali, kama utahitaji unaweza ichukua.